atakaye kula mwili wangu na kuinywa damu yangu. Basi pale walishindwa kwamba Kristo anawaambia nini? Kwani hao ni watu wa nyama? Mbona Yesu anasema asiyekula mwili wangu, na huku Yesu ni mzima? Anamaanisha wamkule akiwa mzima. Ikawa ni jambo gumu. Ukimwambia mtu sasa hivyo, inaweza kushikwa, maana KWS wako. Jambo gumu sana. Na je, Yesu alimaanisha nini kusema asiyekula mwili wangu na kuinywa damu yangu hana uzima wa milele? Alimaanisha hivyo kabisa. Maana Yesu alijitoa kwa watu mzima alivyokuja hapa duniani kama Mungu. Katikati ya mambo yaliyokuwa tatizo na kanisa letu la Katoliki ni somo hili, historia ya kanisa. Wale washutumu wa Kristo kwa kusema wale wanakula nyama ya watu, kwa sababu hawakuelewa somo hili. Wale wanasema siyekula mwili wangu na kula damu yangu ni wala watu. Kwa hivyo hao wa Kristo wanajifungia katika ibada zao usiku na kula nyama. Ikawa ni siku za Ukristo, wakapigwa na somo hili. Kumbe hawakuelewa lichomaanisha Kristo. Sisi tunakula mwili kweli, Ekaristi ya Bwana, na damu yake kweli katika kanisa letu la Katoliki. Linabadilika kuwa mwili na damu ya Kristo. Ndio maana tukisikiliza kwa makini mapadri tunasema akachukua mkate akaumega. Anaanza kwa jina mkate, akaubariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili. Amegeuza, ametoka mkate akageuza kuwa mwili. Kwa hivyo Yesu mwenyewe alifafanua kwamba yeye kweli amekuwa mwili. Jambo hili ni hili amechagua kwamba yupo tayari kula Yesu alivyo na kunywa damu yake alivyo. Ni jambo gumu. Na nyie mliokuja hapa, asanteni kwa kuokoa wito na kutangaza wito. Familia aliyotoka baba na mama mbali, lakini wamewakilishwa hapa. Tumbarikini kwa sala kutoka mbinguni. Yeah.
alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akatoa kombe, akamshukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kombe cha damu yangu, damu ya agano jipya milele, itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Le damos gracias al Señor por el día de hoy, por el que más empieza su noviciado, empieza a conocer la orden. Le damos gracias a Dios por esta celebración en la que nos han acompañado cristianos de Matate. Y es un día de acción de gracias, un día de darle gloria a Dios por todo el bien, por todo el amor que nos tiene. Gracias.
tufuatilie kwa mafundisho yao. Tamati twatamatia, mbele ya tuendelei, umro umetuishia, salamu taweka chini. Tamati twatamatia, mbele ya tuendelei, na msiendelee na Niambie leo kuna nini, nipeni hosia nami nifurahi. Leo ni furaha, tunampongeza dada yetu Rema kapiga hatua. Watu wote wafurahi, wote wafurahi, wote wafurahi, wote wafurahi, wote wafurahi, sasa wafurahi, wafurahi, sote wafurahi, tuimbe haleluya. Watu wote wafurahi, wapande wafurahi, masista wafurahi, wageni wafurahi, wenyeji wafurahi, sote wafurahi, haleluya, haleluya. Wow.